Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, katika sehemu ya kwanza tuliangalia kwamba ni namna gani Fatimatul Maasuma amezaliwa katika mji wa Madina na amezikwa katika mji wa Qum. Nadhani tumeelezea sababu iliyopelekea hivyo. Sasa nafasi hii au katika sehemu hii tunazungumzia nafasi yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutambue ya kwamba huyu Fatimatul Maasuma, kama tunataka kujua nafasi yake, sisi watu wa kawaida hatuwezi kumwelezea. Tunawasikiliza maimamu wenyewe. Kwa nini kwanza tunaadhimisha au tunakumbuka kifo chake? Na hiyo inatokana na kwamba huyu alikuwa ni mwanamke mwema sana. Ni moja katika wanawake bora sana katika mabinti wa Imamu Al-Kadhim. Yani ilikuwa ni mwanamke mwema, ndio maana alijulikana kwa sifa nyingi kama vile Al-Maasuma, kama vile karimatu ahlul baiti, kama vile Al-Barra, kama vile Al-Hamida na majina mengi na sifa nyingi yalijulikana kutokana na ubora wake. Lakini cha muhimu na cha kuzingatia ni kwamba kwa nini maimamu wameweza kuelezea kwamba umuhimu wa kwenda kuzuru kaburi lake, na hiyo ndio utagundua kwamba fadhila na nafasi na makamu alikuwa nayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu Fatima. Kwanza tukiangalia Imamu Jaafar alayhi salam, yeye aliweza kuelezea akisema kwamba atazikwa mwanamke katika mji wa Qum, basi watu waende kumzuru. Mtu yeyote atakayeenda kumzuru pale, basi pepo kwake ni jambo la kawaida. Lakini tukiangalia pia katika hadithi nyingi, Imamu Ridha ambaye ndiye kaka yake amemuelezea. Moja katika riwaya anasema Imamu Ridha kwa haki ya Fatimatul Maasuma anasema kwamba man zaraha arifan bihaqqiha wajabat lahu aljanna au falahu aljanna, kwamba huyu Fatimatul Maasuma ambaye kazikwa katika mji wa Qum, Imamu Ridha anasema kwamba yeyote atakaye mzuru akiwa natambua haki yake, akitambua makamu yake, akitambua cheo chake, basi pepo kwake ni jambo la kawaida, kwa maana ataingia peponi. Hizi hadithi nyingi zinaeleza maimamu, kama ambavyo hata hadithi ya Imamu Jawadi ambaye ndio anahesabika huyu kama ni shangazi yake, kwa maana huyu Fatimatul Maasuma shangazi yake na Imamu Jawadi, anaeleza kwamba manzara qabra ammati biqummi falahu aljanna. Na hadithi ya Imamu Ridha tena nyingine inasema manzara almasumata biqummi falahu aljanna. Hizi hadithi zote zinaonesha ni namna gani huyu Fatima al-Maasuma amekuwa na daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo inatokana na kwamba ni mwanamke ambaye alikuwa ni mcha Mungu, ni mwanamke ambaye alikuwa ni msomi, ni mwanamke ambaye alijihifadhi kutokana na madhambi, hakufanya mambo mabaya, na ndio maana hata kapewa sifa ya al-Maasuma. Tunajua sifa al-Maasuma ni mtu anayepewa ni yule ambaye yeye hafanyi dhambi yoyote. Kwa hiyo Fatimatul Maasuma hata kama hajawa ana daraja lile kama waliokuwa nalo maimamu, lakini daraja lake pia ni kubwa. Na ndio maana katika maulamaa wa pindi walipoulizwa kuhusu hii hadithi inayosema manzaraha arifan bihaqqiha wajabat lahu aljanna au falahu aljanna, wanasema kwamba hii arifan bihaqqiha manake nini? Wanasema kwamba mtu anatakiwa atambue ya kwamba huyu Fatimatul Maasuma kwamba daraja yake ni daraja kubwa sana, kiasi ambacho hii daraja iko chini ya daraja ya maasumini, lakini iko juu ya daraja ya watu wengine wasiokuwa maasumi. Kwa hiyo inaonekana ni mwanamke ambaye daraja yake ilikuwa ni kubwa. Hivyo mtu anapoenda kufanya ziara katika kaburi lake akiwa ana itikadi na maarifa na utambuzi na uelewa kuhusu huyu mwanamke, kwamba huyu mwanamke daraja lake ni kubwa, moja kwa moja mtu huyu ataingia peponi. Kwa hivyo ndugu zangu ni katika imani,
kwa sisi ambao tumejaliwa kufika katika miji hii, basi tunatakiwa tuweze kumzuru mara kwa mara huyu Fatumatul Maasuma, lakini na watu wengine, kwamba kama akipata fursa unatakiwa tumzuru, tukiwa tunatambua haki yake, tukiwa tunatambua makamu yake na nafasi yake mbele ya Mwenyezi Mungu, ili tuweze kupata shifa ya huyu Fatumatul Maasuma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.